Siku nyingine tena na wakati mwingine tena, si kwa mapenzi yetu bali ni kwa neema ya Mungu. Katika siku ya leo tukiwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Sako, ndiye atakayetuendeshea kipindi chetu cha siku hii ya leo cha vijana na ndoa. Nichukue nafasi hii kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili tujue nini ambacho ametuandalia katika siku hii ya leo katika kipindi cha vijana na ndoa. Tamani kujifunza pamoja na mtumishi wa Mungu, ambapo utajifunza mengi na utapata vingi. Karibu sana mtumishi wa Mungu uweze kuendelea. Karibu. Haleluya. Amen. Nakusalimia katika jina la Yesu Kristo la hai. Amen. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye ametupa kibali tena jioni leo kuweza kukutana kwa ajili ya kipindi kimwanana chenye kibali mbele za Bwana. Kumbuka kanisa lilianza na ndoa. Mungu alianza ubebaji wa wanadamu kwa ndoa. Ndoa ni ibada. Ndio maana kitabu cha Mwanzo 2:18 imeanza ndoa. Na mtu atamwacha baba yake na mkewe, ataambatana na mmewe, watakuwa kitu kimoja. Lakini uumbaji wa kwanza Mungu alimtoa mke wa Adam pembeni ya ubavu wake. Kwa ina maana kwenye uumbaji wa Mungu ndoa ina thamani kubwa. Na tunamaliza kitabu cha Biblia. Kitabu cha Mwanzo kinaanza na ndoa, Adam na Eva. Kitabu cha Ufunuo kinamaliza na ndoa, kanisa na Kristo. Kwa Biblia yote ni habari za ndoa. Sasa asikudanganye mtu, kwa ndoa ina nafasi kubwa katika maandiko matakatifu, hususan kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Ndio maana ndoa sio mpango wa mwanadamu. Ndoa ni mpango wa Mungu. Ndio maana ndoa sio kusudi la wanadamu. Ndoa ni kusudi la Mungu. Na ndio maana ndoa haitengenezwi na mwanadamu. Ndoa inatengenezwa na Mungu. Na ndio maana kama mtu anasema na mwanamke eti kwa sababu ana shepu nzuri, eti kwa sababu ni mrembo, eti kwa sababu na nini, naomba nikwambie muda sio mrefu atagundua kwamba alikosea, sio sahihi. Ndoa, mwanamke unayemuoa ni tabia. Mwanaume unayeolewa naye ni tabia. Sio kwa sababu ana kifua kikubwa au ana kitu gani. Achana na ujinga huo. Kwa sababu atakula ugali na atabadilika. Atapata watoto atabadilika. Watu wao vile vile. Kwa lazima utambue unapoenda kuoa ni sakramenti. Ni upeo ambao unaenda kutimiliza makusudi na wito wa Mungu katika maisha yako. Kwa sababu Mungu ana makusudi yaliyo mema katika ndoa ya mwanadamu yoyote. Na ukijua hivyo utaifanya ndoa kuwa ni ibada. Ndoa sio starehe. Ndoa ni ibada. Mnapokutana kwa ajili ya kutengeneza mwanadamu mwingine ambaye anaweza kuwa waziri, anaweza kuwa kiongozi, anaweza kuwa mwanasayansi, anaweza kuwa rais, anaweza kuwa mtu tofauti. Na maana kwamba kuna kitu kinawekwa katika kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu ambacho kinaleta matokeo ambayo yanamletea Mungu utukufu. Kwa ndoa sio mpango wa mwanadamu. Na ndio maana tunatakiwa makini sana. Sasa leo ninapenda kabla sijaendelea, ndugu mtangazaji, labda kama watu wana maswali, tuambie namba ya kutuma maswali, ili kwamba unapoendelea kusikiliza ukiwa na kitu unataka kuongea, basi tuma kwenye namba tuweze kupata namna ya kuweza kujibu kwa muda mfupi utakaokuja, kwa sababu nitaongea somo kwa kifupi sana lakini kwa kinagaubaga sana ambalo litatuongoza jioni leo kuhusiana na masuala mazima ya ndoa. Amina, shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji, utatuma ujumbe wako kupitia simu nambari 0678 0678663335. Karibu uweze kuendelea. Asante sana. Basi baada ya kusema hayo, somo la leo linaitwa mambo 7 ya kuzingatia kabla na wakati wa ndoa. Mambo 7 ya kuzingatia kabla na wakati wa ndoa. 1. Mpendwa katika Bwana, ni lazima utambue ndoa ni sadaka. Unapoamua kuoa au kuolewa, unakataa nafsi yako, unampa mtu mwingine aweze kukusaidia kuongoza. Amina. Bila kujivua utu wako hamna ndoa. Bila kuamua kuachana nafsi yako na kuangalia nafsi ya mwingine hamna ndoa. Tusome pamoja, labda mwandishi wa habari au mtangazaji utatusaidia kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 6. Wakorintho wa kwanza ndio sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 6. Maandiko yanasema,
Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake. Mume na atimize wajibu alionao kwa mkewe. Na vivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. Na mke atimize wajibu wake kwa mumewe. Mstari wa 4 nasema, mke hana amri juu ya mwili wake. Mke hana amri juu ya mwili wake. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake. Biblia ya Kiingereza nyingine inasema mamlaka, bali mkewe anayo. Anasema msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Anasema msinyimane haki zenu isipokuwa mnaafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu. Ili mpate faraga kwa kusali. Ili mpate nafasi nzuri ya kusali. Mkajiane tena. Mkajiane tena. Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi. Basi yatosha. Sasa ninaongea mambo 7 ya kuzingatia kabla na baada ya ndoa. Sasa la kwanza, katika uchumba ninatamani badala ya kwenda na zile pressure za emotion kwamba mimi nita natamani muwe na utaratibu. Amina. Maisha yanaongozwa na protokali. Kumtaka mtu kimahusiano au awe mke wako au mume wako ni jambo ambalo linaenda na emotion nyingi sana, na mara nyingi unafunika mpaka uwezi kuona mambo mengine. Na ndio maana kuna watu wasema mapenzi au nini, mapenzi ni kipofu. Unasemaje? Ukipenda unaona chongo. Unajua maana yake? Yaani hata uwezi kuelewa unachokiangalia. Unaweza kuwa unakuona mtu wa ajabu. Ndio maana kuna mtu anaweza kwambia mke wako bwana au mchumba unataka kwenda naye sio mtulivu. Au huyu mwanaume wa ovyo sana, ana wanawake 20. Unaenda kupigana na wale wanawake baada ya kupigana naye. Kwa sababu mtu ambaye anakwenda kwenye masuala ya mahusiano anakuwa chongo. Hawezi kuona sawa sawa. Sasa badala ya kwenda chongo, ni muhimu ukawa na utaratibu wa kuweza kuona mambo ya kuzingatia kabla ya kuoa. Kitu kikubwa katika maisha ambao unatakiwa kuwa na uzingatifu wa vizuri kabisa kabla ya kuweza kufika hatua ya kuoa ni swala zima la kuweza kukubaliana kwamba sisi wawili tunataka kuoana. Lakini ikifika siku yote mimi nikakuona wewe unifai, bila maumivu nikwambie na uwe na amani. Au mwingine pia ukimwambia mwenzako kwamba mimi nakuona wewe na nimetosha, na hiyo inaruhusiwa tu kabla ya kwenda madhabahuni na kula kiapo cha ndoa. Hata siku moja kabla ya harusi unaruhusiwa kumwambia mwenzako nimepima na fila tutakwenda pamoja. Ni mara ya milioni 1 kuliko kishakuwa umeoana mkaanza kuongea lugha hizo. Kwa ni muhimu sana kujua mipaka na kujua namna gani mnaenda. Lazima kuwe na utaratibu, lazima kuwe na makubaliano. Hilo la kwanza. Kwamba wakati wote huu chumba tutakapoona mwenzako kwamba unashindwa kumtimizia mwenzako bila kugombana, tukaendelea kuwa marafiki, tunaomba tunaweza kuusimamisha. Sasa hilo lazima mkubaliane mapema. Kabla hamjaenda kwenye miimuko yenu, sijui unasema nini nampenda na kabla hiyo pressure sijapanda mwilini, kwamba hilo linaweza kutokea. Ni muhimu sana kwa sababu uchumba sio ndoa. Na Biblia haijakataza swala la kwamba kuweza kumwacha mchumba. Imekataza. Naam, ndio maana hata Yusufu alipokuwa anataka kumchumbia Bikira Mariamu, baada ya muda sio mrefu kabla ya kufika kwenye harusi yao alifanya nini? Akataka kumkimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini malaika wa Bwana akambana sehemu, ikabidi arudi upesi. Sasa na wewe pia, ndoa kabla haijawa ndoa sio dhambi kuachana. Lakini ikishakuwa ndoa ya Kikristo ikishafungwa haivunjiki. Hayo mengine ni swaga zetu. Lakini ndoa Mungu aliweka ni ya mke mmoja mume mmoja, na ikishabaratika imesabaratika. Kwa hiyo la kwanza la msingi sana. La pili ambalo la msingi sana
lazima mkubaliane kuhusu majukumu ya mke na mume. Lazima mjue kila mtu ana sehemu yake kimaandiko, kwamba Biblia, kwa sababu nyinyi mmeamua kuoana katika ndoa ya Kikristo, mwongozo mkubwa wa ndoa ni Biblia. Haiwezekani mkaingia makubaliano kama utakuwa na Biblia ni kitu kingine. Ndio mnaweza kuwa na michepuko huko mnaishi kwenye ndoa, mambo ya aibu kabisa au shafu wale tu. Unaweza kufanya mambo ya ajabu na ukaendelea kuishi kwenye ndoa. Sasa hilo ni tatizo. Lakini mimi naongelea kuhusu ndoa ya Kikristo ambao najua mnapooana, mnapokutana pamoja mnakuwa mwili mmoja. Kwa nini nasema hivyo? Mambo ya kwamba simu yangu usiguse au uguse sio wakati wa harusi, sio wakati wa maisha ya ndoa. Mnatakiwa mkubaliane mapema kabisa kwamba tunaenda kuwa mwili mmoja. Na kwa maana hiyo changu chako, chako changu. Hilo lazima lijulikane mapema sana. Ili kwamba mtakapoenda kuishi pamoja sasa katika ndoa, lisiwe ni kitu ambacho linakuja kama vile ni la kustua. Liwe ni kitu ambacho mlishakijua kwamba tulishafanya maamuzi ya namna gani tunaenda kuitengeneza ndoa yangu au ndoa yako katika maisha yenu. Ni lazima mkubaliane namna gani mtaweza kutengeneza na kuishi katika maisha ya ndoa. Hilo la pili. Jambo la tatu, ni muhimu kukubaliana na kuweza kujua kabla ya ndoa na baada ya ndoa kwamba mwanamke jukumu lake kubwa ni utii kwa mume wake kwa mambo yote. Na lazima mkubaliane kwamba katika hilo hakutakuwa na kubishana. Kama umekosea, umevuka mpaka huo, basi unaomba msamaha. Lakini pia ni jukumu la kuweza kujua kati ya nyinyi wawili kwamba mwanamke kazi yake, mwanaume kazi yake kubwa ni kumpenda mkewe kama Kristo alivyolipenda kanisa, akimchukulia kama kiungo dhaifu ambao anakwenda naye pamoja kwa ajili ya ahadi za uzima wa milele. Hilo ni la msingi sana. Sasa mkikubaliana kwenye hilo, lazima mweke sawa. Mkienda hivi hivi watawafundisha watu dunia, kitchen party haitakosa kuleta mafundisho ambayo ni ya kishetani. Utashangaa mambo ya ajabu tu. Sasa narudi kwenye kitabu cha Wakorintho, ile sura ya ngapi tumesoma? Ya 7. Ya 7. Wakorintho ngapi? Wa kwanza. Anasema mpendwa wangu wewe. Tunaenda kwenye ndoa sasa. Nimekutajia mambo matatu tayari. Anasema mpendwa wangu, badala ya kuendelea kuwaka tamaa, ni bora kila mwanaume akapata mke na kila mwanamke akapata mume. Kwa maelekezo yanaenda kwa wote wawili. Mwanamume upate mke na mwanamke apate mume, ili kudondoa kitu kinaitwa dhambi ya uzinzi, ili muweze kuwa wamoja na mkaunganishwa kitakatifu. Ngoja nikwambie, kitu kinaitwa ndoa ni jambo la ajabu sana. Tendo ni lile lile, ila ukifanya ujaenda kupeleka madhabahuni, ile tendo inakuwa ni dhambi. Ukifanya kati umekwenda madhabahuni inakuwa sio dhambi, lakini ni kitu kile kile. Tofauti ni moja, ni kwamba moja ni agizo la Mwenyezi Mungu, lingine ni kwa sababu ya tamaa ambazo zinawaka katika watu wawili. Sasa niende nani? Ni muhimu kujua kwamba kama mtaoana na kuwa kitu kimoja, mambo mengi lazima yafanyike makubaliano, kwamba mfano swala la simu ya mwenzako ni simu yako na ya kwake ni ya kwako. Acha mafundisho yanakwenda sasa hivi katika dunia hii, usiguse simu yangu. Mimi nitapata pressure nikugusa simu ya mume wangu. Na maana kuna ushetani tayari ndani ya ndoa hiyo. Ukishaona ugomvi unaanzia kwenye simu, pendwa katika Bwana, hao watu wameamua kuishi pamoja kama washikaji. Lakini ile ndoa inaitwa ndoa ya Kristo, hamna mwili mmoja. Ni kama washikaji wawili wameamua kuishi ghetto pamoja. Hiyo naomba nikwambie wazi, wala sio siri. Kwa sababu mahusiano ya ndoa yanakwenda kwenye vitu na mali. Ya baba ni ya baba, ya mama ni ya mama, na wote wawili tunapoamua kuoana vinakuwa kitu kimoja. Kwa sababu mwili mmoja hauwezi kuwa na huyu anaficha siri, huyu anaweka mambo yake, huyo. Katika Ukristo ndoa ni ndoa ambayo inatengeneza mwili mmoja. Sasa hizo nyingine mimi sijakataa. Mimi sifundishi ndoa nyingine hapa. Kuna watu na ndoa zao. Kuna watu na ndoa za ajabu ajabu tu kwa sababu ni mtu ameamua kufanya. Lakini ndoa anayoiongelea mimi ni habari za ndoa ya Kikristo ambao tunajua wanakuwa mwili mmoja. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo anaenda ndani sasa baada ya kuwa mmeoana. Nimekwambia mambo matatu ya kwanza kabla ya kuoana. Sasa mmekwisha hatua ya kuweza kuoana. Mmeshafika hatua kuu mume na mke. Kuna mambo ya kuzingatia. Mambo ya kwanza kabisa ni yale ambayo nilielezea mapema. Kuhusiana na kwamba
ni lazima muwe na namna ya kujenga misingi ya ndoa, ambayo la kwanza ni lazima ujue kwamba kama huwezi kujitoa kwa ajili ya mwenzako, basi bado hujafaa kwenda kwenye ndoa. Lakini la pili, ni muhimu kuweza kujenga msingi wa kwamba maadamu nimekuja kwenye ndoa, na achilia nafsi yangu na muuzia mwenzangu. Ndoa ni kubadilishana nafsi, ni kuona mwili wa mwenzako ni bora kuliko kwako, ni kuona mahitaji ya mwenzako yanatimilizwa kabla ya kwako. Ndio maana kuna watu wanakwenda kwenye ndoa, alafu kila siku mama anasema amechoka kwa ajili ya matendo ya mahusiano. Ina maana tayari kuna tatizo limetokea ambalo ni gumu sana na litaharibu hiyo ndoa. Hakuna dhambi kama hiyo. Biblia inasema, mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 tuliyosoma pamoja, ni kwamba anasema unapoingia kwenye ndoa hauruhusiwi kunyimana. Amruhusiwi, kila mtu anapaswa kumwona mwenzake mahitaji yake ni ya msingi kuliko ya kwake. Hiyo ni jambo la 4. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo anasema pia, mtu anayeoa anatafuta namna ampendezeje mkewe, na mtu anayeolewa anatafuta namna ampendezeje mumewe. Ndio maana ukiona ndani ya nyumba mama anajikwatua, anajipamba kwa ajili ya kwenda kuonyesha watu wa nje jinsi anavyokuwa mweupe, jinsi anavyovaa vizuri, hiyo ni laana. Hamna ndoa. Lakini akijikwatua akajipamba kwa ajili ya mumewe, tunajua kuna utukufu katika ndoa hii. Ni lazima mume wako aweze kukuruhusu unajikwatuaje. Sasa ukifika tu akasema mimi naamua mwenyewe, I take my shit, ukishaanza kuongea kizunguzungu hapo ndoa imekwenda hiyo. Yaani ndio imeondoka hiyo. Sawa, utajibaraguza, utaongea, lakini naomba nikwambie kuna mambo ya msingi sana ya kuzingatia. Na ndio maana kama ni mwanamke unafanya kazi, kipato chako chote ndio mume wako ajue. Na pia kama ni mwanaume unafanya kazi, kipato chako chote lazima mwanamke ajue, ili muweze kuwa na umoja katika nyumba ambayo mnaishi pamoja, kwa hakuna kufichana kwenye ndoa. Lakini kitu ambacho ni cha msingi, ni lazima baada ya kuwa mmeoana tu mkubaliane jambo moja ambalo nataka niweke kama point. Ni marufuku kuachana. Kwa sababu kwenye Ukristo pingu zikishafungwa, ile funguo inatupa baharini. Ile funguo inakutwa mbinguni. Kwa hakuna namna unaweza kufungua ile pingu. Kwa watajipiga kushoto, watajipiga kulia, watagombana, hawataelewana, lakini ndio wamefungwa pingu pamoja. Ndio maana inaitwa pingu ya maisha. Sio ya muda mfupi, ni ya kudumu. Na umeshaona watu wale wamefungwa pingu pamoja. Mwingine anataka kupumzika, kukaa chini, mwingine anataka kutembea. Kwa hiyo misigishano kwenye ndoa ni kitu cha kawaida, wala sio wewe sio wa kwanza. Nimekutana watu wana panic kabisa. Mimi najua ningekuwa na amani sana, ila huyu mke wangu huyu, nikamwambia mbona mambo ya kawaida hayo, hamna jipi hapo. Kwa sababu mambo ya kuwa na masigishano kwenye maisha ni kitu cha kawaida, ila ni namna gani mnayamaliza masigishano yenu. Mkiamaliza kwa ubaya ndio mtapata pressure na matatizo mengine, lakini mkiamaliza kwa uzuri ndio uponyaji wa ndoa unapokwenda. Na ndio maana tunasema msingi wa ndoa yoyote ambao ni ya Kikristo ni msamaha. Pasipo msamaha hakuna ndoa. Ukiona mtu anafika hatua, dhambi ya kwanza nilimsamehe mume wangu, dhambi ya pili nimemsamehe, hii ya tatu sikubali kumsamehe, ndoa imeisha hiyo. Yaani hiyo imetoka, itaingia uzinzi, watoto watakuwa machokola, na wakipona sana watapata mapepo, watashindwa kwenda vizuri. Kwa kile ambacho Mungu alikusudia kupitia ndoa yako, unakuwa umeshindwa kutimiliza kusudi. Kwa ni muhimu sana kufanya maamuzi kabla hujafanya ndoa. Ni muhimu sana kutafakari kama kweli uko serious. Ni muhimu sana kutafakari kama kweli mmeamua kweli kuishi pamoja. Na ndio maana kwenye ndoa ambazo ni bora, watu wanakuwa na akaunti za pamoja. Kwa sababu gani? Ili kuonyesha muungamaniko wa pamoja. Jambo la 4 ni muhimu. Moja ya makubaliano ambayo mnaweza kuweka kati ya ndoa yenye utukufu ni namna mnavyoweza kuishi pamoja kwa upendo, hususan eneo la mawasiliano. Ni muhimu sana kukubaliana kwamba mnaweza kugombana, mnaweza kushindana, mnaweza mpaka mkafika hatua mkataka kupigana, lakini ni marufuku kuachia ndoa. La pili, ni marufuku mwenzako kumpiga mwenzako.
Ni marufuku kubishana zaidi ya mara moja. Ukishana mwenzako yuko juu, ni muhimu sana wewe ambao una hekima ukaweza kushuka chini. Lakini ni muhimu sana kwamba katika maisha ya ndoa ni marufuku kutoa siri za ndoa. Hata kama mwanaume afanye kitu fulani, hayuko vitu fulani, sio swala la kwenda kumsimulia bosi wako au mwanaume yote mwingine. Na ukifanya hivyo, naomba nikwambie, yule mwanaume mwingine lazima mtaingia kwenye mahusiano. Sio swala la kumsimulia mwanamke mwingine. Na ukifanya hivyo, naomba nikwambie, lazima utaingia kwenye mahusiano ambayo sio sahihi na huyo mtu mwingine, kwa sababu umeshaonyesha weakness yako. Kwa hiyo kuna mlango na uchochoro ambayo anaweza kupita shetani na kuisambaratisha hiyo ndoa. Jambo la ngapi? La 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima muwe na makubaliano kuhusu wazazi wenu. Namna gani mnawatunza wazazi wenu? Namna gani mnahusiana na wazazi wenu? Mwanaume, lazima ujue umeoa mke ambaye mnajenga naye familia nyingine. Lazima ujue mtu ambaye mnajenga naye familia mpya sio kule kwenu. Ni huyu mwanaume ambaye ameamua kuishi na wewe, au mwanamke ambaye ameamua kuishi na wewe ili mjenge nyumba ya pamoja. Kwa upande wa mwanaume, nyumbani kwao, mtetezi mkubwa wa huyu mwanaume ni mke wake. Na mtetezi mkubwa wa huyu mwanamke nyumbani kwa mwanaume ni mwanaume. Kwa ni muhimu sana, hata kama unamsema vibaya, lazima wewe ambaye ni mwanaume kumkingia kifua mwenzako ili kumtetea. Sasa hekima inatakiwa katika mambo haya. Na ndio maana inabidi kwenda nyumbani, unaenda kusalimia tu, sio unakaa mwezi mmoja miwili umekaa nyumbani na wazazi, alafu unategemea nini? Utaleta ugomvi ambao una maana, utamfanya mwenzako aweze kupata matatizo mengine. Ni muhimu kujua maamuzi ambayo unaweza kuyafanya yakafanya kidogo mkae mbali, itawasaidia. Jambo la 6. Ni muhimu sana kuamua kuhusu masuala ya mahusiano. Mmoja akiwa anamhitaji mwingine, ni marufuku kukataa kwenye ndoa. Narudia tena. Mmoja akiwa anamhitaji mwingine, ni marufuku kukataa kwenye ndoa. Ndio maana umeingia kwenye ndoa. Sasa ukianza siasa, unaua ndoa kwa mikono yako mwenyewe. Mwanamke mpumbavu huua nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Na vivyo ndio mwanaume alivyo. Ukiwa mpumbavu, unaiharibu na kuua nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe, wala sio mtu mwingine anayekulia. Ni wewe mwenyewe unafanya ujinga ambao mwisho wa siku unakuletea sababu ya ndoa yako kuweza kubomoka. Sasa kwa nje tunaweza kuona ndoa imepambwa vizuri, tunaweza kuona miti imekaa vizuri, lakini naomba nikwambie, ndani ndoa imesambaratika. Kwa naongea na mtu fulani ambaye leo wanaishi chumba tofauti na mume wake. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa na ugomvi ambao wameamua kutuomaliza wao. Mwanamke anaenda kusimulia kwa baba na mume anaenda kusimulia kwa mama yake. Mpendwa katika Bwana, matatizo ya ndoa ni marufuku kuambia wazazi. Narudia tena. Matatizo ya ndoa ni marufuku kuambia wazazi. Ni muhimu sana kuweza kufanya maamuzi ya kwamba mtayamaliza matatizo yenu wenyewe bila kumhusisha baba au mama. Mmoja akasema, unajua nataka mama naye anataka apate experience. Naomba nikwambie, mama yako unayemwona leo sio yule wa jana. Mtazamo wake sio huo. Anaweza kukupa ushauri kwa kuharibu. Wala sikufisi. Sasa usipate hekima, lakini ni muhimu ukajua kwamba ndoa ni ya kwako. Ulifanya maamuzi binafsi. Tunakuuliza kanisani pale, wewe fulani, ni kweli umeamua kumchukua binti fulani au kijana fulani na kuamua kuacha wengine wote, na kwamba wewe umeamua utaishi naye, kumpenda nini na nini, kifo na mauti vitakapofanya nini? Leo unaenda kumwambia baba kwa jeni alikuwa wakati tunaamua wafanya maamuzi magumu. Hiyo ngoma kula mwenyewe. Basi kwa leo nafikiri hayo mambo 7 kwa ajili ya kipindi kitosha, na ninajua kwamba kuna mtu amepona katika jina la Yesu. Basi tupate kama kuna swali lote studio, kama kuna mtu anahitaji maelezo ya ziada tuweze kuwasiliana naye. Amina, shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Success, moja kwa moja tunarejea katika jumbe za wasikilizaji wetu.
Na kabla hatujaanza kusoma jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji, ni kujulishe tena nambari ya kutuma ujumbe wako ni 0678666335, 0678666335. Mtumishi, upo tayari tuendelee? Amina. Nafikiri sasa tupate wimbo kutoka studio, alafu tutaendelea baadaye. Amina. Basi mpendwa msikilizaji, tupate wimbo kidogo, na baada ya wimbo huu tutarejea katika kipindi chetu. Tunakwenda kwa uposi. Tunarejea rasmi tena kuanza kipindi chetu, ambapo kwa wakati huu tunarejea kwa ajili ya kusoma jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu. Basi nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili tuweze kuendelea na maswali yetu. Karibu. Amina. Swali kama naomba hapa nipate swali, tuone tupate maswali ambayo yanaweza kuwepo, kisha tuweze kuyajibu. Amina, shukrani sana. Basi swali letu la kwanza linatoka kwa msikilizaji wetu. Lakini pia usisahau mtu wa studio tulikuwa naye hapa muda mrefu. Amina. Basi utampa nafasi naye aulize swali kama analo. Amina, shukrani sana. Anatuambia kwamba anaitwa Esther. Anasema swali langu kwa mtumishi kwamba anataka kujua, je, wanandoa ni sawa kutumia uzazi wa mpango wakiwa katika ndoa? Haya bwana. Hilo swali la mtego hilo. Yesu asifiwe. Amen. Labda nikujibu kwa namna tatu. Mimi sio mtu wa sayansi sana, wa daktari. Ndio. Lakini Mungu alivyoumba kuna njia ambazo ni za asili ambazo ni nzuri zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Hizi vidazi mambo ya uzazi wa mpango ni nzuri. Lakini nimekaa na kina mama wengi kwemo hata katika maisha yangu na uzoefu, vinaleta madhara ambayo sio mazuri wakati mwingine kwa wanawake. Unaweza kushangaa mtu anakuwa na hasira, anaweza kushangaa anakuwa mnene ghafla, anaweza kushangaa anatokea vitu mbalimbali. Kwa hiyo njia ambazo zinashauriwa hapa ni vipandikizi, navyo pia vinatokana na mtu vinaweza kumwathiri. Lakini sasa kutumia vidonge vya uzazi wa mpango, si kama mimi, naongea sasa kama mimi. Kisayansi naweza kutumia, lakini namna ambavyo mimi binafsi ninavyoona, na hapa si kwa sababu hakuna maandiko ambayo naweza kwenda nayo, lakini njia ya kuweza kujizuia kwa njia ambazo ni za asili ni nzuri zaidi, kwa kuhesabu usiku, kwa kutafuta namna, hata bora kupandikiza hata vijiti ambavyo sio havina madawa, ni rahisi zaidi kuliko masuala mazima ya kuweza kutumia vidonge vile, kwa sababu watu wengi wamekuwa na athari ambazo sio nzuri sana. Lakini pia wengine wanapokuwa wanataka watoto inaanza kusumbua. Sasa hapa ninaongea katika muktadha wa Kikristo. Kisayansi sio mtaalamu wa mambo hayo, lakini kiimani na kwa sababu ya uzoefu ambao nimepitia, sio njia nzuri sana. Inaweza kuwa na madhara. Labda upate ushauri mzuri zaidi kwa wataalamu wa afya. Ila kama mnaweza kujizuia mkatumia njia za asili. Zamani watu waliokoka walikuwa wanaanza kama panya. Hata kama utakasirika ndio ukweli. Unashangaa watoto 11, 10. Sasa economy yenyewe haikuruhusu. Kwa wengi wanaishia kuwa kwanza maisha ya wazazi yanakuwa magumu, maisha wenyewe nyumba yanakuwa magumu, lakini pia watoto wanapitia wakati mgumu sana kwa sababu gharama za kuweza kuwatunza zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo sishauri kwamba uendelee kuzaa tu kwa natural, ukipokea sawa, una mtoto wa miezi 9 unaendelea bado kupata tena mtoto mwingine, una wasiwasi. No. Tumepewa hekima. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Uzuri Mungu hajazuia maarifa. Kwa njia yoyote ambayo sio ya kutumia madawa ya ziada, mimi nakushauri utumie. Lakini njia yote ya kutumia madawa au njia ya kutumia dawa ambazo zina madhara wakati mwingine sikushauri. Amina, shukrani sana. Lakini bado anaendelea, anatuambia kwamba kutumia uzazi wa mpango mbele za Mungu sio dhambi.
maana Mungu alisema tuzae tuongezeke. Sasa hapo nilikwambia, nafikiri nimejibu yote. Amen. Ya kwanza nimekushauri sio vema, sijatoa jibu halisi lakini nimekwambia sio vema kutumia uzazi wa mpango. Tumieni njia za asili. Lakini la pili ni kusema kwamba Mungu amesema mzae muongezeke. Naomba nikwambie wazi. Nimekwambia tena nimelijibu vizuri. Yaani wale walikuwa wanaitwa walokole. Ndio maana mimi nasema sipendi kuitwa mlokole kwa sababu walokole ni watu ambao hawatumii akili zao. Biblia inasema watu wangu wanapotea kukosa maarifa. Lakini mimi nimeokoka. Lakini swala la walokole walikuwa ni watu ambao wanaenda kibiblia kwamba wanaenda kwa kutafsiri yao ya Biblia kwamba zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo unashangaa wanabemenda watoto. Unajua kubemenda watoto? Ni amjui kubemenda watoto? Yaani mtoto hajamaliza hata mwaka unamuongezea mdogo wake. Kwa anakosa malezi ambayo itakiwa apate. Mtoto anatakiwa nyonye miaka 2 kisayansi ili awe na akili nzuri na ufahamu mwema. Sasa ukishapata maarifa na umeongezea maarifa, tunasema katika hali ya kawaida uzazi unatakiwa na miaka 2. Sasa wanataka uendelee kuzaa tu. Naomba nikwambie, huyo mwanaume ambaye unamzalishia watoto atakufanyia kitu cha ajabu, siku moja show utaogopa. Kwa hiyo jiongeze, mkubaliane pamoja. Watoto 3 4 sio mbaya. Hiyo ni standard kubwa kabisa. Sasa hapo katikati mnafanyaje? Sikushauri utumie vizazi wa mpango, lakini nakushauri utumie njia mbadala ambazo zinaweza kutumika kusaidia kama Mkristo. Na mwisho unatuambia kwamba kama sio sawa kutumia hiyo njia, watumie njia gani ili waweze kuzaa kwa mpangilio mzuri? Njia kubwa ambayo imefanya kazi kwa watu wengi na imesaidia, na Wakatoliki wenzetu wana ushahidi mkubwa sana kuliko watu wengine wote. Ndio. Ni njia ya kuweza kuhesabu siku. Wote mnakuwa na discipline. Kalenda na maintain baba, sio mama, kwa sababu mama anajisahau. Kwa anaangalia mzunguko wa siku. Sasa hilo ni somo lingine pana zaidi. Kuna siku ambazo ni za usalama, kuna siku inabidi mjiime kidogo. Na ndio maana Paulo alisema kwamba msije mkaendelea kufanya tu tendo hilo mpaka mnafika hatua mnakosa kiasi. Muweze kuwa na muda wa kusali. Sasa lugha nyingine ya kusali pale kuna mambo mengine mengi, sio kusali peke yake. Mambo mengine pia endelea maisha. Ndio maana yake kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiongeza kwa hekima. Hekima ni jambo la msingi sana. Na mengine ni judgment yako, lakini hakuna mstari unakuzuia kwamba lazima sasa usijizuie au usitumie njia za asili kwa ajili ya uzazi wa mpango. Hakuna mstari kama huo. Mungu amesema zaeni mkaongezeke, lakini hakusema kwamba kuambia kwamba enendeni mkakae mkamiliki dunia. Unamiliki dunia kwa kawaida, kuna kutumia roketi, kuna kutumia vyombo, kuna magari, kuna vitu vingi. Kwa Mungu ametoa njia mbalimbali ambazo ni maendeleo na ambazo ni hekima kwa ajili ya kuweza kutimiliza kusudi lake katika maisha ya mwanadamu. Amina, shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji, kwa wakati huu turejee studio ili tuweze kupata swali kwa mgeni wetu aliyotutembelea siku ya leo, Jennifer. Karibu sana kwa ajili ya kutupatia swali kama vijana. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Jennifer Samuel. Ndio, karibu. Karibu. Mimi ni Mkristo. Ndio. Mimi ni Mkristo. Na mpendwa Muislamu. Akiolewa na Muislamu inawezekana? Sasa labda tukubaliane hapa, mambo la msingi sana. Ni muhimu kabla mjafika hatua ya kuoana mkubaliane mnaenda wapi. Ndio. Kwa sababu unapoenda kwenye ndoa ni swala la maungamaniko ya kiroho na kimwili, mnakuwa mwili mmoja. Sasa lazima mjue kwamba wengi hata akiwa ni Muislamu wanalazimisha kwamba ukaweze kuoa sasa na wewe ukasilimishwe. Sasa kama unaweza kumkana Yesu ukaenda huko, ni sina neno. Hiyo ni uamuzi wako binafsi, ingawa sikushauri. Lakini pia kama ni yeye ni Muislamu na ungependa kwamba aingie katika imani yako, sasa hapo tayari mgogoro unaanzia hapo. Kwa lazima katika hatua za kwanza kabisa kabla mnaenda kwenye ndoa, lazima mkubaliane mnataka kwenda kuwa mnaabudu wapi, katika kipi. Kwa sababu wewe unamtaja Kristo, mwenzako anamtaja imani yake. Na msingi mkubwa wa ndoa ambayo ina furaha ni watu wenye imani ya aina moja. Kwa sababu hata ukisema ngoja nikuulize, wewe mwenzako ni dini nyingine, wewe ni dini yako ya Kikristo. Haya, tuanze kuomba. Mwenzako anaombaje na wewe unaombaje? Mnaomba maneno yapi? Sasa hizo zote zinaweza kuleta changamoto wakati mnaendelea ndoa.
Kwa sasa kama mnaenda kwenye ndoa ya kiserikali, hilo ni swala lingine, lazima maamuzi yenu wenyewe. Lakini kwa binafsi, kwa uzoefu wa maisha ya ndoa, kuna nyakati mnatakiwa msimame katika imani moja, Bwana mmoja na Mungu mmoja. Jambo la msingi sana. Ndio maana hatuwezi kuruhusu kanisani tukasema mtu anaamua kuolewa na mtu wa dini nyingine. Ni changamoto. Amina, shukrani sana. Lakini pia swali jingine anatuambia, anaitwa Gloria, anasema kwamba je, mahusiano yanaweza kudumu bila pesa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikisoma Biblia yangu hamna mstari kama huu. Ila naomba niweke sawa mambo yafuatayo. Ndio. La kwanza, mahusiano aina gani? Mahusiano kabla ya ndoa, ukianza kuwa na pesa mnakuonya hata wewe kijana utajilaumu baadaye. Kwa makini wakati kabla ya ndoa. Lakini baada ya kuwa mmeoana, kwanza tunategemea kama ni mwanamke ambaye una akili. Unajua simba kule polini huwa wako makini na dume gani anazanao. Yesu asifiwe. Amina. Mtu ambaye unategemea atakuwa ni baba wa watoto wako, ni mtu ambaye anatakiwa kujiweza kwa ajili ya kuweza kutunza familia kwa kiwango cha uwezo wa familia iliyopo. Kama atakuwa na bodaboda, kama atakuwa na fyatua tofali, kama atakuwa anafanya kazi fulani ambayo inamuingizia kipato. Adamu kabla Eva hajamtokea au kumletewa kutolewa Eva kwenye ubavu wake, alikuwa anatunza bustani. Kwa ni muhimu sana kwa mwanaume ambaye anataka kuoa awe na shughuli yoyote inayomuingizia kipato halali. Kwa mwanamke sina tatizo sana, kwa sababu ni muhimu akakaa nyumbani na kutunza watoto. Lakini kama Mungu atatoa milango mingine, hiyo sasa nimesema tutabidi tuongee kwa namna nyingine. Lakini kwa namna ambayo ni ya kawaida kabisa, tunategemea kwamba mwanaume anatakiwa kuwa na kipato cha kuweza kuendesha familia. Sasa swala la kwamba kama hakuna hela, ile sasa usidanganyike. Watu wengi wamepata shida kwa sababu uwezo wa mtu, kila mtu amepewa kivyake. Ndio maana vidole vifanani. Na uwezi kulazimisha kwamba ukawa na hela kama mwingine. Mungu anamjalia kila mtu kwa namna yake. Hela ambayo naisema labda ni ile ambayo ni mahitaji ya basic kabisa. Na hapa ninaongea kwenye ndoa. Kabla ya ndoa ni marufuku kwa mwanamke kwanza kuomba hela kwa mwanaume, na mwanaume kwanza kutoa hela kwa mwanamke. Itakusumbua. Kwa uzoefu wangu itakusumbua sehemu fulani. Kama unataka basi harakishe jambo la ndoa likaishe. Sijasema usimpe zawadi. Ukijisikia kama unampa kama dada yako, yani kama mtu yote mwingine ungempa, kutupa tu mchana uko ukatafuta maskini mmoja ukampatia, no problem. Lakini usije unampa mtu zawadi ukitegemea matarajio fulani, utajuta. Kizunguzungu kitakupata siku utakayosikia yako yasikia. Barikiwe. Amina, shukrani sana. Lakini pia anatuambia kwamba upendo wa kweli ni nini? Na naendelea kusema kwamba na unawezaje kutofautisha kati ya mapenzi ya kweli na tamaa? Sasa tamaa, nilikuwa nimeongea na vijana hata last time. Tamaa haiondoki kwa sababu umeoa au hujaoa. Ndio. Tamaa ni tabia. Tamaa ni kama mtu ameamua kutoa ufahamu wa kuwa mwanadamu amekuwa mbwa. Yeye kila anachokiona mbele yake anakiwazia kwa namna ya mahusiano ambayo ni ya mke na mume. Hiyo ni tamaa. Sasa hiyo ndio maana kuna mtu ameoa mpaka anaanza kutembea, anaanza kuwa na mahusiano na dada wa mke wake, kaka wa mke wake. Kwa nini? Kwa sababu ana tamaa. Lakini naposema upendo, ndio maana ndoa katika Biblia takatifu haijasisitiza swala lote kuhusu mapenzi. Au mapenzi ya sex. Hiyo haijasema sana kuhusu hilo. Sijui hata kama hilo neno lipo katika sehemu kubwa sana. Sasa ni lazima tujue ndoa ya Mungu ni mahusiano ambayo yanakuwa katika sehemu ya kuwa ni wasaidizi au ni marafiki, ni watu ambao mnajenga misingi ya kushirikiana pamoja kama mke na mume. Lakini swala la mahusiano limetajwa kama kitu cha pili, sio cha kwanza. Baada ya kwamba Mungu anasema mwanadamu asikae peke yake, nitamtafutia msaidizi, a companion, life companion, blessed purpose and essence ya ndoa. Sasa hayo mengine ni lazima uwe makini sana. Hayo mengine ni mafundisho ambayo yanakuwa na maswali mengi. Mtu feeling zake anaweza kuamua kusema chochote, na msema chochote sio lazima umfuate. Kwa ni muhimu sana kuweza kutofautisha kati ya tamaa. Ndio maana mtu ambaye amekutamani akikuoa, baada ya muda sio mrefu lazima atakutesa. Mtu ambaye amekutamani akikuoa, muda sio mrefu atamtamani mwanamke mwingine pia.
Mtu ambaye amekutamani akikoa anaweza kutamani chochote anachokiona katika maisha yake, kwa sababu mwili wake umejaa na tamaa. Kwa ndoa haikuwa sababu ya yeye kuweza kuepuka tamaa ambazo anakuwa nazo. Sasa kifupi kumalizia, ndoa inajengwa kwa mahusiano ambayo yanatokana na kuheshimiana na kupendana. Upendo ni nini? Upendo ni hali ya kumuona mtu mwingine kama nafsi yako. Anasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, ile kitabu cha Efeso sura ya 5. Kwa bila hivyo ni lazima uonyeshe upendo usiokuwa na masharti. Upendo maana yake nini? Ni hali ya kumuona mwenzako ni bora kuliko wewe. Ndio hicho tu. Sasa wangapi wanamuona mke wake ni bora kuliko yeye? Ni wangapi wanaona mume wake ni bora kuliko yeye? Au anafanya vitu ambavyo vinaweza kutia mpaka aibu kwa ajili ya mke wake au mume wake? Amina. Basi shukrani sana tumeni katika siku hii ya leo, na tunahitimisha kwa jumbe za maswali. Kwa wakati nasoma majira kama haya, lakini nichukue nafasi hii kukushukuru wewe mpendwa msikilizaji wa Radio Saxon ambaye umeona vyema katika siku ya leo tuweze kuungana kwa pamoja katika kipindi cha vijana na ndoa. Mungu akubariki sana, na nichukue nafasi hii kukutajia namba ambayo utaweza kutuma ujumbe wako, ama kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia simu nambari 0678666335 0678666335. Karibu mtumishi wa Mungu ili uweze kutufungia kipindi chetu. Amina. Basi kwa sababu tumekuwa mbele za uso wa Bwana kwa muda wote, Ndio naomba tumuombe Mungu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya saa ambayo tumeshinda katika baraza lako kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Ninaomba kila ambacho tumekiongea Bwana kikaguse mioyo ya watu wako, ndoa zikapate kupona, watu walikuwa na mawazo mbadala wakapate kurejea, amani yako ikapate kuwatunza na kuhifadhi. Ninaomba yeyote aliyekuwa anasikiza kwa sauti hii, neema Bwana kwa ajili ya ndoa yenye utukufu ikawa juu yake. Waepushe watu wako na kila ubaya, kila dhambi na kila kitu ambacho Bwana kinaweza kurudisha nyuma. Asante kwa jioni leo, tumekabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Tunaomba kibali kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji, katika siku hii ya leo tulikuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Isako, ndiye aliyetuendeshea kipindi chetu, lakini pia ulikuwa nami mtangazaji wako Rema Kenneth, bila kumsahau mgeni wetu Jennifer. Karibu tena Jumapili ijayo, ni kila siku saa 12 kamili hadi saa 1 kamili usiku. Karibu uweze kuungana nasi katika kipindi cha vijana na ndoa. Mungu akubariki na nikutakie usikilizaji